Ifuatayo ni risala ya UWASATA kwa mgeni rasmi. Risala ya Umoja wa Wanasalamu Tanzania UWASATA kwa mgeni rasmi Mheshimiwa Uzairu Abdul Athmani, mstahiki meya wa manispaa ya Temeke, katika shughuli ya tamasha la uzinduzi wa tuzo za heshima kwa wakongwe wa salamu Tanzania inayofanyika leo tarehe 3 Mei 2026 katika ukumbi wa Selu uliopo katika viwanja vya Sabasaba, Temeke, Dar es Salaam, Tanzania. Utangulizi na salamu. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na uzima hadi kufikia siku ya leo. Sisi wanachama wa UWASATA tunakukaribisha kwa furaha na kutoa shukrani za dhati kwako kwa kukubali wito wetu licha ya majukumu yako mengi ya kitaifa. Uwepo wako hapa ni heshima kubwa kwetu na unadhihirisha jinsi unavyothamini juhudi za wananchi katika kuletea maendeleo taifa. Historia fupi ya UWASATA. Ndugu mgeni rasmi, Umoja wa Wanasalamu Tanzania UWASATA ni umoja uliosajiliwa kisheria kwa lengo la kuunganisha wanasalamu wote nchini ili kubadilishana uzoefu, kulinda maslahi ya wanachama na kuchangia katika ustawi wa jamii. Tangu kuanzishwa kwake, umoja umekuwa ukikua na sasa tuna jumla ya wanachama 642 walio hai na wadau zaidi ya 1000 nchi nzima. Mafanikio ya umoja. Ndugu mgeni rasmi, hadi sasa UWASATA imefanikiwa kufanya mambo yafuatayo: mosi, kusajili umoja rasmi na kupata hati ya usajili kulingana na sheria za nchi. Pili, kuimarisha mshikamano na umoja miongoni mwa wanachama kupitia mikutano na majukwaa ya kidigitali. Lakini tatu, kuanzisha mfumo wa kusaidiana na kufanya miradi ya kijamii. Changamoto. Ndugu mgeni rasmi, licha mafanikio hayo tunakabiliwa na changamoto zifuatazo. Mosi, uhaba wa vitendea kazi na ofisi za kudumu katika mikoa mbalimbali. Pili, ufinyu wa bajeti ya kujiendeshea mafunzo ya kitaaluma na kitaalamu kwa wanachama wetu. Lakini tatu, uhitaji wa ushirikiano zaidi na umoja na taasisi zingine za serikali. Makadirio ya bajeti ya mahitaji ya UWASATA. Miundombinu na ofisi, yani fixed asset. Ndugu mgeni rasmi, mahitaji ya miundombinu inalenga kuanzisha makao makuu ya umoja wetu ili tuweze kufanya kazi kwa weledi zaidi. Na mahitaji hayo ni pamoja na kodi ya ofisi ya miezi 12 ambayo makadirio yake kila mwezi ni shilingi 200,000, na kwa miezi hiyo 12 mgeni rasmi, jumla ya shilingi 2,400,000 zinahitajika. Hitaji la pili, kompyuta 2 ambapo kila kompyuta inagharimu shilingi 500,000 kwa kompyuta zote hizo 2 mgeni rasmi, jumla ya fedha inayohitajika ni shilingi 1,000,000. Tatu, printer 1 ambayo inagharimu kiasi cha shilingi 600,000. 4, meza na viti vya ofisi seti 2 ambapo kila seti moja inagharimu shilingi 400,000 kwa seti 2 ni jumla ya shilingi 800,000. Na 5, vifaa vya michezo kwa wanachama 646 ambapo kwa kila mwanachama vifaa hivyo vitagharimu shilingi 115,000. Kwa wanachama wote hao 646 inahitajika shilingi 1,73,830,000. Kwa ujumla wote hao ya mahitaji ya bajeti ya mahitaji ya UWASATA ni shilingi, kwa jumla ndogo ni shilingi 1,78,630,000. Uendeshaji na uenezi. Ndugu mgeni rasmi, mahitaji ya uendeshaji na uenezi ni kwa ajili ya kufikisha huduma kwa wanachama nchi nzima na kutambulika. Mahitaji yake ni kama ifuatavyo: tunahitaji tovuti, yani website na mifumo ya kidigitali.
ambapo makadirio yake yanagharimu shilingi milioni 1,500,000. Vitambulisho vya wanachama yani ID card 642 kama ambavyo idadi ya wanachama ilivyo, ambapo kila kitambulisho kwa mwanachama ni shilingi 5,000. Kwa wanachama wote hao, ndugu mgeni rasmi, itagharimu shilingi milioni 3,210,000. Sare za umoja yani t-shirt na mashati 642 kwa kila mwanachama. Kwa t-shirt moja itagharimu shilingi 20,000. Kwa wanachama wote itagharimu shilingi milioni 12,840,000. Kwa ujumla wote wa mahitaji ya uendeshaji na uenezi, ndugu mgeni rasmi, gharama ndogo ni shilingi milioni 17,550,000. Mafunzo na uwezeshaji yani capacity and building. Ndugu mgeni rasmi, mafunzo na uendeshaji yatasaidia kutatua changamoto za ukosefu wa utaalamu miongoni mwa wanasalamu. Mahitaji yake ni kama ifuatavyo: semina ya uwezeshaji, uongozi na weledi ambayo itafanyika kwa mikoa 31. Makadirio ni shilingi milioni 2,500,000, ambapo jumla yake kwa mikoa yote hiyo ni milioni 77,500,000. Uchapishaji wa katiba na miongozo kwa wanachama wote 642, ambapo kila mwanachama itagharimu shilingi 5,000, na kwa wanachama wote hao jumla yake itakuwa milioni 3,200,000 na shilingi 10,000. Usafiri, chakula, malazi na kwa wanachama wa uenezi kwa mikoa 31, ambapo itagharimu shilingi milioni 2,200,000 kwa mikoa yote hiyo, jumla yake itakuwa milioni 68,200,000. Uandaaji wa tuzo za wakongwe wa salamu Tanzania 2026 kwa watu 50, ambapo kwa kila mtu itagharimu shilingi milioni 1, na kwa watu wote hao basi itagharimu shilingi milioni 50. Na kwa jumla ndogo ya mafunzo na uendeshaji wa ama capacity building, jumla ndogo ni shilingi milioni 198,910,000. Mjumuisho wa bajeti yote. Kundi A ambalo lilihusisha masuala ya ofisi, mjumuisho wake jumla yote ni shilingi milioni 78,630,000. Kundi namba 2 ambalo lilihusisha masuala ya uendeshaji, mjumuisho wake ni shilingi milioni 17,550,000. Kundi la 3 ambalo ni kundi la mafunzo, mjumuisho wake ni shilingi milioni 198,910,000, lakini dharura kwa 5% ni shilingi 4,491,000. Kumradhi, milioni 4,410,000. Jumla kuu ya mahitaji yote hayo, ndugu mgeni rasmi, ni shilingi milioni 300. Maombi na mapendekezo. Ndugu mgeni rasmi, kutokana na changamoto hizo, tunakuomba utusaidie katika yafuatayo: mosi, mchango wa hali au mali kwa ajili ya kufanikisha bajeti; pili, kuimarisha ushirikiano kati ya UWASATA na ofisi yako ili tuweze kutoa mchango wetu kwa ufanisi zaidi katika taifa; lakini tatu, kupata miongozo au msaada wa kitaalamu zaidi ili kukuza uwezo wa wanachama wetu. Hitimisho. Ndugu mgeni rasmi, mwisho kabisa tunakushukuru tena kwa kutusikiliza. Tunakuahidi kuwa UWASATA itaendelea kuwa mstari wa mbele katika kudumisha amani, umoja na maendeleo ya Tanzania yetu. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki UWASATA. Asante sana kwa risala nzuri. Nenda mkabidhi mgeni rasmi. Sasa yuko tayari kupokea risala yetu. Asante sana mgeni rasmi, na hongera dada yetu Rusia kwa risala nzuri sana.